Jambo na karibu wa ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha tena kwenye kipindi chetu chema cha matangazo habari za asubuhi ya leo tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2025 toka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kwetu Kivu Media, hakikisha una subscribe na comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo kwenye picha na ukatujuza endelea kufuatilia Kwetu Kivu Media ukiwa maeneo gani. Hapo unaweza kutupatia maoni yako aidha mapendekezo yako. Langu jina ni George Idi, nikutangazia kupitia Kwetu Kivu Media. Baki nasi hadi mwisho, sauti yetu, habari zako. Mapigano makali yamezuka kati ya wazalendo na waasi wa M23 pamoja na washirika wao katika maeneo kadhaa ya groupement ya Luhago mkoani Kivu Kusini. Taarifa zinasema kwa mapigano haya tokea Jumamosi yakianzia mchana na kuendelea kwenye ngome kadhaa ambazo zilikuwa zimezingirwa tangu mwanzoni mwa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa vyanzo vinavyotegemewa, wapiganaji wa wazalendo wamefanikiwa kurejesha udhibiti wa vijiji vya Irega, Kachuba na Mwegerera vilivyoko katika sheferia Ninja wilayani Kabare. Baada ya mapigano haya imeripotiwa kuwa vikosi vya M23 na washirika wao wamejondoa na kurudi nyuma hadi eneo la Kishadu ambalo kwa sasa linaelezwa kuwa ngome yao ya mwisho katika eneo hilo. Wakati huo mashambulizi ya ndege isiyo na rubani, drone kwa Kifaransa, yameripotiwa kulenga kiwanda cha dhahabu cha Twangiza Mining kilichopo pia mkoani Kivu Kusini. Kiwanda hicho kinatajwa kuwa eneo la kimkakati kwa shughuli za uchumi na ajira kwa wakazi wa eneo hilo. Kundi la M23 limedai kuwa mashambulizi haya yamefanywa na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na washirika wake, likisema hatua hiyo imevunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Lakini kwa upande wa serikali ya Kinshasa unakanusha tuhuma hizo na badala yake inaihutumu M23 kwa kuendelea kuwatesa raia na kusababisha mateso makubwa ya kibinadamu katika maeneo hayo mashariki mwa nchi. Kwa sasa hali ya binadamu inaendelea kuwa tete, huku maelfu ya watu wakikimbia makazi yao kwa hofu na mashambulizi mapya. Mashirika misaada ya binadamu yanatoa wito kwa pande zote mbili kuheshimu makubaliano ya amani ya kulinda maisha ya raia. Tukielekea mkoani Tanganyika, taarifa zinasema kuwa watu watatu wakiwemo wanawake wawili wameuawa katika kijiji cha Lutolo kilichopo kando ya ziwa Tanganyika wilayani Moba. Taarifa hii imethibitishwa na mkuu wa wilaya hiyo Bwana Victor Kamfwa alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari siku ya Jumamosi tarehe 25 Oktoba. Kwa mujibu wa maelezo yake, vifo hivyo vilihusishwa na tuhuma za ushirikina. Wananchi walidai kuwa waliouawa baada ya kufanya mashauriano na wale wanaoita madinisi, yani roho au pepo wabaya wanaoaminika kutoka majibu kupitia mtu fulani katika jamii hiyo. Baada ya ushauri huo, majina ya watu waliotajwa yalitangazwa hadharani, jambo lilosababisha hasira ya wananchi na hatimaye vifo vyao kwa kupigwa. Akimzungumza tukio hilo, Bwana Kamfu alisema na mnukuu, ni kama kulipiza kisasi, walikuwa wanatumiana kwa mambo ya uchawi, wakaamua kwenda kwa wale wanaoitwa madini. Walipotajwa majina yao ndipo fujo zilipoanza, watu wakafuatwa na kuuawa. Mkuu huyo wa wilaya amesema kuwa watu wawili wamekamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi wa vyombo vya usalama, ambapo tayari wanakabidhiwa kwa vyombo vya sheria ili kujibu tuhuma hizo zinazowakabili. Ameongeza kuwa uchunguzi umesema rasmi ili kubaini na kuwakamata wengine wote waliohusika katika tukio hilo la mauaji. Serikali ya eneo hilo linatoa wito kwa wananchi kuachana na imani potovu za ushirikina na kuchukua hatua za kisheria pale wanapokuwa na tuhuma dhidi ya mtu yeyote. Viongozi wa kijamii na kidini wametakiwa kushirikiana na mamlaka kuhakikisha matukio ya namna hii hayajirudii tena. Hadi sasa hali imetulia katika kijiji cha Lutolo, ingawa tahadhari inaendelea kuchukuliwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Hii ndio taarifa yetu kutoka wilaya ya Moba mkoani Tanganyika.
Na tujelekeze katika mkoa wa Kivu Kaskazini, hasa katika groupmenti ya Batangi Mbau iliyoko katika sekta ya Beni Mbau wilayani Beni. Jamii ya kiraia imetoa tahadhari kali kuhusu uwepo wa watu wenye silaha wasiojulikana kumrazi ambao wanadaiwa kufanya uandikishaji wa siri wa vijana moja kwa moja katika mashamba ya wakulima. Taarifa hizi zimethibitishwa na mwenyekiti wa kijamii ya kiraia eneo hilo Bwana Louis Katembo alipozungumza na waandishi wa habari kupitia simu siku ya Jumapili tarehe 26 Oktoba. Kwa mujibu wa Katembo, wakulima wao wanafanya shughuli zao za kilimo katika maeneo ya Mangadu na Pulunza wamekuwa wakitoa taarifa kwamba vijana wanaoshawishiwa kujiunga na kundi lisilojulikana ambalo linadaiwa kutaka kuanzisha kambi mpya katika eneo hilo. Bwana Katembo ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali hiyo na akisema, tunamnukuu, tunajiuliza kwa nini makundi haya yanaanza tena kujikusanya katika eneo hili. Tunaomba vijana wetu wafanye uamuzi wa busara kwa kujiunga na jeshi la taifa FARDC badala ya kujiunga na makundi ya waasi ambayo hayatatambuliwa kama makundi asi. Wataishi kwa kusumbua raia tena. Kiongozi wa jamii pia ametoa wito kwa vyombo vya usalama kuchukulia onyo hilo kwa uzito mkubwa na kuchukua hatua za haraka kabla hali mbaya haijajitokeza. Amesema, tunaomba viongozi wetu waheshimu sauti ya wananchi na kutekeleza ushirikiano wa kijamii na kijeshi. Hao wanaofanya uandikishaji wa siri lazima watafutwe na kushughulikiwa mara moja. Kuhusu hali ya usalama kwa ujumla, Bwana Katembo amesema kwamba baada ya mashambulizi hivi karibuni ya waasi wa ADF, jeshi la taifa limefanikiwa kurejesha utulivu katika maeneo mengi ya groupment ya Batangi Mbau. Amesema kuwa sasa shughuli za kijamii na kiuchumi zimeanza kurejea polepole na wakazi wanaanza kurudi mashambani na kwenye biashara zao za kila siku. Jamii ya kiraia inaendelea kutoa wito kwa vijana kuchukua njia ya uzalendo, kuunga mkono jeshi la taifa na kujepusha na vikundi vyote vya uhalifu vinavyozidi kustisha usalama wa raia katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na turudi tena katika mkoa wa Kivu Kusini. Takribani watu 4 wamepoteza maisha na mali nyingi zenye thamani kubwa kuharibiwa kufuatia mapigano makali yaliyojitokeza katika maeneo ya Misisi na Lulimba wilayani Fizi. Mapigano haya yameripotiwa kutokea kati ya makundi mawili ya wazalendo ambayo ni CNCCP inaongozwa na kamanda Amuri ya Kutumba na kundi la FABB linaloongozwa na Ngoma Nzito. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa jamii ya kiraia ya eneo hilo, mapigano hayo yalianza katika vijiji kadhaa vya sekta ya Nganja yakisababisha uharibifu mkubwa wa mali pamoja na hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Mkuu wa wilaya Fizi Bwana Sami Kalonji Badibanga amethibitisha tukio hilo na kueleza kwamba chanzo kikuu cha mapigano ni uamuzi wa wapiganaji wa Yakutumba na kuondoa viziwizi haramu vilivyowekwa barabarani na kundi la FABB yake Ngoma Nzito. Amesema namnukuu, huku Misisi tathmini ya muda inaonyesha kuwa watu 4 wamefariki. Kambi kadhaa za kundi la FABB zimevunjwa na kuchomwa moto. Haya mapigano yamekuwa kati ya wanachama wa CNCP wa kamanda ya Kutumba na wale wa FABB ambao wamekuwa wakitoza hada haramu kwenye barabara. Kalonja amesema ametoa wito kwa makundi yote mawili ya wazalendo kusitisha mapigano mara moja na kuunganisha nguvu dhidi ya kile anachokita adui wa taifa Rwanda, ambaye anadaiwa kuhusika katika uvamizi wa baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Amesema, tunatoa wito kwa wazalendo wote wa Fizi kuacha mapigano ya ndani. Nchi yetu inakabiliwa na uvamizi kutoka Rwanda, ni lazima tungane kulinda ardhi ya taifa letu. Inaripotiwa kuwa mapigano haya yameibuka wakati wa viongozi wakuu wa makundi yote mawili ya wazalendo wakiwa nje ya eneo la mapambano, hasa mjini Uvira, kilomita nyingi kutoka sehemu ya Misisi na Lulimba. Kwa sasa hali bado ni ya wasiwasi, huku mamlaka za eneo hilo zikiendelea na jitihada za kurejesha utulivu na kuzuia machafuko zaidi katika sekta ya Nganja huko tarafani Fizi. Na tuendelee kusalia huko Kivu Kusini ambako jumla ya visa 51 vya kiukwaji wa uhuru wa vyombo vya habari vimeripotiwa kutokea kati ya mwezi Februari na Septemba katika maeneo ya Uvira na Fizi kusini mwa mkoa huo.
Taarifa hizi zinatokana na taarifa ya utetezi iliyowasilishwa na Umoja wa Wanawake wa Vyombo vya Habari kwa ajili ya Amani, shirika lenye makao yake mjini Uvira. Kwa mujibu wa Josephine Mungundi ambaye ni mratibu wa shirika hilo, waandishi wa habari wa vyombo vya usalama wamekuwa waanga wa vitendo mbalimbali vya ukandamizaji, ikiwemo vitisho, uharibifu na vifaa kukamatwa kiolela, hata kunyang'anywa vifaa vya kazi walipokuwa wakifanya majukumu yao ya uandishi. Josephine Mungumbi ameeleza pia, tunamnukuu, shirika hili limebaini matukio mengi ya ukiukwaji wa uhuru wa vyombo vya habari katika kipindi hichi cha mivutano mikubwa kati ya mkoa wa Kivu Kusini, hususan kwenye maeneo ya Uvira, Fizi, Baraka na Uvira mjini. Kwa jumla tumerekodi visa 51 kuanzia Februari hadi Septemba mwaka huu. Ameongeza kuwa matukio haya yanahusisha baadhi ya wanajeshi wa FARDC, maafisa wa polisi wa taifa na pia makundi ya kujitolea ya usalama ya wazalendo. Katika taarifa yao, shirika hilo imeomba serikali ya mkoa kuchukua hatua madhubuti ili kulinda usalama wa waandishi wa habari na kuboresha uhusiano kati ya vyombo vya habari na taasisi za usalama. Miongoni mwa mapendekezo yao ni pamoja na kuwapa mafunzo yao na elimu na uelewa maafisa wa jeshi, polisi na wanavijiji wa kujitolea kuhusu jukumu la vyombo vya habari katika jamii. Josephine Mungumbi amesema, tumeziomba mamlaka kuhakikisha usalama wa waandishi, kuelimisha na kuwaonya wale wanaokiuka haki zao, pia kuanzisha mfumo rasmi wa ushirikiano kati ya wanahabari na vyombo vya ulinzi. Kwa upande wake, serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imetoa ahadi ya kuimarisha ulinzi wa waandishi wa habari na kuhakikisha wanafanya kazi zao kwa uhuru na bila hofu. Hatua inakuja katika kipindi ambacho mji wa Uvira umechukua nafasi ya kuwa makao makuu ya muda wa mkoa wa Kivu Kusini kufuatia kuanguka kwa mji wa Bukavu mikononi mwa waasi wa M23. Na tukiendelea kusalia katika mkoa wa Kivu Kusini, ambako wabunge wa baraza la mkoa wamekataa hoja ya kumngoa madarakani gavana wao Profesa Jean-Jacques Purusi. Kati ya wabunge 35 wa mkoa huo, 13 wamepiga kura za kuipinga hoja ya kutokuwa na imani iliyowasilishwa na mbunge David Bobasha wa Uvira. David Bobasha alikuwa amehoji kuhusu gharama kubwa za maisha katika eneo hilo, akisema ni mateso ya vita vya uvamizi vinavyoendelea mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taratibu za bunge, hoja hiyo imetangazwa kuwa batili baada ya kutoshinda uungwaji mkono wa wengi. Wakati huo gavana Purusi na viongozi wa baraza la mkoa wanajiandaa kuelekea Kinshasa kufuatia mwaliko wa naibu waziri mkuu wa mambo ya ndani. Ikumbukwe kwamba tangu mwanzo wa mwaka gavana Purusi amekuwa akihimiza ushirikiano na wabunge katika kupambana na uchimbaji haramu wa madini, huku akiwakaribisha wawekezaji wanaoheshimu sheria za nchi. Taarifa ya huzuni imetolewa na jimbo Katoliki la Goma kupitia askofu wao Monseigneur Willy Ngubi Ngengele, ikithibitisha kifo cha Monseigneur Faustin Ngabu, askofu mstaafu wa jimbo hilo. Taarifa inasema kuwa Monseigneur Faustin Ngabu alifariki asubuhi ya Jumapili saa 4 mchana katika hospitali la Charité Maternelle baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Askofu Ngabu alikuwa amezaliwa mwaka wa 1935 katika kijiji cha Lokwa na alitimu kuwa padiri wa jimbo la Goma mnamo tarehe 21 Disemba mwaka 1963. Baada hapo mnamo tarehe 25 Aprili mwaka 1974 aliteuliwa kuwa askofu conjoncture, na tarehe 7 Septemba mwaka 1974 alichukua madaraka ya askofu mkuu wa Goma, akichukua nafasi ya Monseigneur Joseph Mikarangaranga Busimba. Uongozi wake kama askofu ulidumu kwa zaidi ya miaka 36 hadi alipojiuzulu mnamo tarehe 18 Machi mwaka 2010 kwa sababu ya umri. Alijulikana kwa kauli mbiu yake ya kipastorali, que tous soient un, wote wawe wamoja.
Katika utumishi wake, Monseigneur Ngambu alijitahidi kuendeleza amani, mshikamano wa kijamii na maendeleo ya kijamii na kidini, hasa katika eneo linaloathirika na migogoro, mvutano wa kikabila na majanga ya asili. Alianzisha paroisi nyingi ikiwa ni pamoja na Binja, Notre Dame d'Afrique ya Katoi, Miséricorde Divine de ya Sake na Bienereze ya Anuarite ya Imbi, pamoja na vituo vya afya vya hospitali ikiwemo vituo vya afya vya akili ya Keshero. Zaidi ya hayo, alihutumu kwenye mkutano wa maaskofu wa taifa Senko na vyombo vingine vya kanisa. Mnamo Novemba mwaka 2024, jimbo la Goma lilisherehekea miaka 65 ya uanzishwa wake wa miaka 50 ya utumishi wa Askofu Ngabu, tukio lisilo la kawaida kwa maaskofu wengi wa Afrika. Hadi kifo chake Jumapili hii, na Monseigneur Ngabu alibeba heshima ya askofu mstaafu wa Goma akiwa na kielelezo cha harakati, ustamilivu na huduma kwa jamii, na alibaki kielelezo cha amani, elimu, afya na mshikamano wa kijamii katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Jimbo la Katoliki la Goma linaomba waumini wote waendelee kumwombea Monseigneur Faustin Ngabu akiruhusiwa kupumzika kwa amani pamoja na watakatifu wote. Katika jimbo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini, jumuiya ya kiraia ya Musienene imelahani kufungwa kwa kiongozi wake Bwana Kambale Maboko Fanuele aliyetekwa na wapiganaji wa wazalendo wanaoongozwa na Generali Ngendo. Taarifa inasema kuwa kufungwa kwa Maboko Fanuele kulifanyika asubuhi ya Alhamisi tarehe 23 Oktoba majira saa 4 mchana katika kijiji cha Viampuru. Kwa sasa sababu ya kufungwa kwake bado haijafahamika. Jamii ya kiraia ya Musienene imeonyesha wasiwasi mkubwa na inataka serikali na mamlaka husika kumwachilia kiongozi wao haraka. Wanaeleza kuwa Maboko Fanuele ni kiongozi aliyejitolewa kwa wananchi na wa eneo hilo. Kama alama ya maandamano, jumuiya ya kiraia ya Musienene imewapa amri wanachama wake kusitisha shughuli zote na kusimamisha shughuli za kijamii na kiuchumi katika mji mkuu wa Sheferia Bashwanga hadi kiongozi wao aachiwe. Kumbuka kuwa wapiganaji wa wazalendo katika eneo hili kwa kawaida wanadaiwa kufanya vitendo vya unyanyasaji kwa raia, ikiwemo ni pamoja na wizi na uchomaji mali, ukiukwaji wa sheria, ukatili wa kingono, kukamata watu kiolela, kutoza kodi haramu na kuanzisha viziwizi vya barabara bila idhini. Hali hii imekuwa ya kawaida kwa wakazi, huku mamlaka za serikali zikikosekana kabisa katika eneo hilo. Tukio hilo linafanana na kile cha tarehe 1 Oktoba mwaka 2022 na 5 kumrazi, wakati shughuli zote za kijamii na kiuchumi zilisimamishwa Musienene kutokana na maandamano ya wananchi kupinga utekaji wa vijana 5 na milisia ya Maimai ya Generali Ngedo. Kwa sasa wananchi wa Musienene wanaishi kwa hofu kubwa, huku wakilazimika kufuata sheria za wapiganaji badala ya serikali. Wito wa jamii ya kiraia ni kwamba mamlaka za serikali zichukue hatua mara moja ili kuimarisha usalama na kulinda kiongozi wao pamoja na wananchi wote wa eneo hilo. Tuelekee huko Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Jumuiya ya kiraia ya Kibua groupement ya Iana imetoa taswira ya hali ya kibinadamu iliyo na huzuni kwa wakazi wa eneo hilo waliokimbia mapigano ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa Emmanuel Misuba, makamu wa rais wa jumuiya hiyo, wakimbizi wa ndani wanakabiliwa na changamoto kubwa za maisha kila siku, ikiwemo ukosefu wa chakula, huduma za afya na malazi. Misuba amesema familia hizi hazina chochote, wanapata shida kupata chakula na huduma za afya karibu hazipo kabisa, kwani hata hospitali ya kijijini imeharibika kwa kitendo cha wapiganaji wa M23. Aidha, familia za wenyeji ambazo tayari zimeathirika na mgogoro wa kiuchumi zinapata shida kushughulikia mahitaji yao wenyewe, hali inaongeza msongamano wa rasilimali katika jamii. Wenyeji wa Kibua bado wanajaribu kupona baada ya wiki kadhaa wakiwa porini kutokana na mashambulizi ya M23. Sasa wanashirikiana na familia nyingine zilizopoteza kila kitu, amebainisha Misuba. Jumuiya ya kiraia ya Kibua inatoa wito kwa dharura kwa msaada wa kibinadamu, ikiwa ni pamoja na msaada wa chakula, huduma za kiafya na msaada wa usafirishaji na malazi.
Taarifa hii inaibainisha kuwa wakimbizi hawa wanatoka Pinga, Mungazi, Kashebere na vijiji vingine vilivyoshikiliwa na waasi wa M23 na kuonyesha ukubwa wa mgogoro wa usalama unaoendelea katika sehemu za Walikale. Jumuiya ya kiraia imehimiza mamlaka za mitaa za mkoa pamoja na mashirika misaada ya binadamu kuchukua hatua za haraka kuhakikisha msaidizi unaofaa unafika haraka kwa familia zilizoathirika. Katika mji wa Nairobi, Kenya, kundi la kisiasa Sauvons la RDC liloanzishwa karibu na Joseph Kabila linapanua mipangilio yake wa utendaji na linaelekea kwenye usanifu rasmi. Kundi hili linajumuisha vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia. Katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Ijumaa, msemaji wa kundi hilo Seth Kikuni alieleza kuwa shati ya kundi hilo lililoundwa kwa njia la kuhusisha kila upande litazingatia jumuishi ya mikoa yote nchini pia na kutambua diaspora ya Wakenya wa DRC. Kikuni alisema sekretariat tekniki itaundwa katika siku za karibuni ikifuatia taasisi nyingine baada ya kupitishwa kwa sheta. Taasisi hizi zitajumuisha mikoa yote pamoja na diaspora. Kundi la Sauvons la RDC linaeleza wazi kuwa lengo kuu la mashirika yake ni kuhamasisha wananchi kudai kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yakiingilia mpango wa uchaguzi wa Disemba mwaka 2028. Kundi hili la upinzani linaamini kuwa rais wa sasa amesababisha mgawanyiko nchini akikinzana na umoja wa kitaifa, na hivyo inapigia kura ya maoni kwa umma, linapanga shughuli za kidiplomasia na ilielekeza nguvu zake kisheria na kisiasa dhidi ya kile inachokiita ukandamizaji wa serikali. Kwa mujibu wa taarifa ya kundi hilo, kiongozi wa zamani wa taifa Joseph Kabila atashikilia nafasi ya kuongoza mpango huo wa upinzani, huku ukitarajiwa kuunganisha nguvu za upinzani dhidi ya Rais Felix Tshisekedi ambaye kundi hili linaeleza kuwa ndio changamoto kuu kwa DRC. Katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Ijumaa, Obe Minaku, rais wa zamani wa bunge la kitaifa, aliwasilisha msimamo wake kuhusiana na hoja anayozua mijadala nchini, mlango wa Rwanda kama shambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Obe Minaku amekiri kuwa hali ni ya hatari, lakini amesema mjadala wa umma unazidi kisiasa na ana ushauri njia mbili za kisheria. Moja, kuongeza kasi kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kulingana na sura ya 7 katiba ya Umoja wa Mataifa, au kusogeza kesi kwa mahakama ya kimataifa ya haki CEJ, au hatimaye kufanya mazungumzo ya kidiplomasia. Obe Minaku amesisitiza badala ya kutaka kila kiongozi wa upinzani kupanda na kusema ninaikemea Rwanda, njia ya kisheria ni muhimu zaidi. FCC na PPRD tumechukua hatua rasmi mara nyingi dhidi ya uwepo wa jeshi la kigeni nchini. Aiza alikumbusha kuwa kati ya mwaka 1990 na mwaka 2025 serikali ya Kabila iliwasilisha kesi ya kwa CEJ na Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu, na Uganda ililazimishwa kulipa dola milioni 13 kama fidia kwa ukiukwaji wa ardhi ya DRC. Kwa upande mwingine, serikali ya sasa kupitia msemaji wake Patrick Muyaya imesema matokeo ya mkutano wa kisiasa wa Sauvons la RDC ulioandaliwa karibu na Kabila hayaikizi ukweli wa kisiasa. Amesema familia ya kisiasa ya Kabila imejiondoa yenyewe kwenye mazungumzo ya kitaifa na kutoeleza wazi adui wa taifa Rwanda. Mji wa Beni ambao ni makao makuu ya muda wa mkoa wa Kivu Kaskazini unapata kituo kipya cha MONUSCO katika kata ya Sayo ndani ya komine ya Mulekera. Taarifa imetolewa na meja wa Beni Nyokondo Tekandole Jacob baada ya kufanya ukaguzi wa maeneo yaliyoathirika na uhalifu mwishoni mwa wiki. Lengo la mpango huu ni kuimarisha usalama wa wakazi na kulinda mali zao.
Meja Nyobiondo alisema hivi karibuni tutajenga kituo cha kisiasa cha Siat Pense katika kata hiyo. Mulekera pia MONUSCO kupitia kikosi cha Malawi itajenga kituo karibu na uwanja wa Sayo. Hii ni sehemu ya jitihada za kuongeza usalama katika eneo hili linalokabiliwa mara kwa mara na mashambulizi ya ADF na washirika wao. Aiza Mayor Jacobo alitembelea kituo cha afya cha umma cha Sayo kilichofungwa kwa sasa, na hadi yake ni kuanzisha tena huduma za afya mara tu hali ya usalama itakapoboreka. Ni muhimu kuzingatia kwa baadhi ya kata ya Mulekera ikiwa ni pamoja na Sayo na Matembo mara kwa mara zimekuwa na mashambulizi ya wanajeshi wa ADF walikuwa wakitawanywa wananchi kwa hofu na vurugu. Mpango huu wa MONUSCO na ujenzi wa kituo cha usalama unalenga kupunguza vitisho vya vikundi vya ADF na kutoa hali ya usalama wa kudumu kwa wakaazi wa Beni. Kinshasa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo katika mkutano wa 64 wa baraza la mawaziri uliofanyika Ijumaa tarehe 14 Oktoba, Rais Tshisekedi amewaagiza wabunge na mawaziri kuhakikisha kuna uratibu rasmi wa kusimamia misheni ya serikali nje ya nchi. Kwa mujibu wa Patrick Muyaya, msemaji wa serikali, waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kitaifa, Ufaransa na diaspora, Therese Kaikwamba ameagizwa kuzindua mfumo wa kielelezo unaosimamia maandalizi ya utekelezaji na ufuatiliaji wa safari za rasmi za serikali. Muyaya alisema wizara ya mambo ya nje itahusishwa kikamilifu katika kila hatua ya maandalizi, utekelezaji na ufuatiliaji wa misheni rasmi. Hakuna safari rasmi yote ya nchini itakayofanyika bila taarifa ya awali na ushirikiano wa balozi au ofisi ya kidiplomasia nchini umo. Rekebisho hili linalenga kuimarisha uwiano na ufanisi wa diplomasia ya DRC, kuhakikisha kwamba kila misheni rasmi inawakilisha na usaini maslahi ya vipaumbele vya taifa, huku ofisi ya kidiplomasia zitarekebishwa kikamilifu. Hatua hii ya serikali inatambua umuhimu wa ushirikiano wa karibu na mabalozi na mawakili wa kidiplomasia katika kufanya uamuzi wote yanayohusu